Leo tutafunua ukweli wote kuhusu moja ya maeneo ya ajabu zaidi yaliyopo Tanzania. Je, unajua kwamba nchini Tanzania kuna ziwa ambalo limewafanya watu wengi kuamini lina uwezo wa kuwageuza wanyama kuwa mawe? Ajabu zaidi, ziwa hilo lina maji mekundu kama damu, lina joto kali linaloweza kuunguza ngozi, lakini bado ni makazi ya mamilioni ya flamingo wanaokuja hapa kila mwaka kuzaliana. Mahali hapa ni ziwa Natron. Je, kwa nini viumbe wengi hulikimbia lakini flamingo hulikimbilia? Je, kweli kuna nguvu za ajabu ndani ya ziwa Natron, au dunia imekuwa ikidanganywa na picha ambazo zinaonekana za kutisha? Fuatana nami kujua ukweli, siri na maajabu ya ziwa Natron. Karibu The Storyside. Ziwa Natron linapatikana kaskazini mwa Tanzania, mahali ambapo ardhi inaonekana kama imechanika kwa nguvu za dunia. Ndipo kuna maajabu ya asili yanayowashangaza wanasayansi hadi leo. Hili si ziwa unalolijua kama Victoria au Tanganyika. Hili ni ziwa la aina yake. Lipo ndani kabisa ya bonde la ufa la Afrika Mashariki, eneo ambalo dunia yenyewe inaonekana kama inaendelea kupasuka taratibu kwa karne hadi karne. Hili ni ziwa ambalo si kubwa kama maziwa mengine ya Afrika Mashariki. Ukubwa wake si kile kinacholifanya liwe la kipekee, bali ni asili yake ya ajabu. Kwa vipimo vya kisayansi, ziwa Natron lina urefu wa takriban kilomita 56 hadi 60 kutegemea msimu wa mvua, na upana wake unaweza kufikia takriban kilomita 15 hadi 22 katika maeneo mapana zaidi. Ila cha kushangaza zaidi ni kwamba kina chake si kikubwa sana. Ni ziwa la kina kifupi sana, mara nyingi ni chini ya mita 3, na sehemu yake kubwa hubadilika ukubwa kulingana na msimu wa mvua na uvukizi mkali wa jua. Ukilisogelea ziwa Natron, utakachokiona cha kwanza si maji ya kawaida ya bluu au kijani. Utakachokiona ni mandhari ya ajabu, ardhi iliyokauka, vumbi jekundu na ukimya mzito unaokufanya uhisi kama umeingia katika dunia nyingine isiyo ya kawaida. Kwa upande wa mashariki, unaona mpaka wa Tanzania na Kenya ukiwa karibu sana, kana kwamba asili yenyewe iliamua kugawa nchi hizi mbili kwa mstari wa siri uliopigwa na nguvu za kijiolojia. Lakini kitu kinachofanya eneo hili kuwa la kipekee zaidi ni kile kilicho karibu nalo. Kitu ambacho kando kabisa ya ziwa Natron unasimama mlima wa ajabu unaoendelea kutoa moto chini ya ardhi. Huu ni mlima Oldoinyo Lengai. Kwa Wamasai, huu si mlima wa kawaida, una maana ya mlima wa Mungu. Lakini kwa wanasayansi, huu ni mlima wa kipekee duniani unaotoa aina ya lava isiyo ya kawaida, lava inayoweza kutiririka kwa haraka na kubadilika rangi baada ya muda mfupi, tofauti kabisa na milima mingine ya volkano duniani. Hapa ndipo siri ya ziwa Natron inapoanzia. Kila tone la maji, kila chembe ya chumvi na kila mabadiliko ya joto ndani ya ziwa hili yana uhusiano wa moja kwa moja na nguvu zinazotoka chini ya ardhi kupitia mlima huu. Lakini mazingira haya si rafiki kwa maisha ya kawaida. Ukisimama pembezoni mwa ziwa Natron, hewa unayovuta ina ladha ya chumvi na kemikali. Ardhi chini ya miguu yako ni ya moto kiasi, na maji yake yakikugusa kwa muda mrefu yanaweza kuanza kuathiri ngozi yako taratibu. Ndiyo maana viumbe wengi hulikwepa, lakini si wote hulikimbia. Kuna viumbe wachache sana ambao hawakimbii ziwa Natron. Badala yake huliona kama mahali salama zaidi kuliko sehemu nyingine yoyote duniani. Viumbe hawa
ni ndege aina ya flamingo wa Afrika Mashariki. Mamilioni ya ndege hawa hukusanyika hapa kila mwaka, wakiruka kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki kuja kujenga makazi yao ya kuzaliana. Swali linalowasumbua watafiti ni moja: kwa nini eneo lenye mazingira magumu kiasi hiki ndilo limekuwa hospitali ya uzazi ya flamingo? Kwa nini mahali hapa viumbe wengine hawawezi kuishi, wao wanafanikiwa kuzaliana zaidi? Lakini kabla hatujafikia majibu hayo, tunahitaji kurudi nyuma zaidi, mamilioni ya miaka iliyopita, pale ambapo historia ya ziwa Natron ilianza kuandikwa. Kwa sababu ili kulielewa ziwa hili, lazima kwanza tuelewe dunia ilivyoliumba. Tukirudi nyuma zaidi ya historia ya binadamu, zaidi ya historia ya Wamasai, hata zaidi ya milima yenyewe ilivyoanza kuonekana, tunapaswa kurudi nyuma takriban miaka milioni kadhaa iliyopita, wakati ambapo Afrika Mashariki ilikuwa bado haijachukua sura tunayoiona leo. Katika kipindi hicho, dunia haikuwa tulivu. Kulikuwa na nguvu kubwa sana zilizokuwa zikivuta ardhi kutoka ndani kabisa ya tabaka la dunia. Nguvu hizo zilikuwa zinaitwa michakato ya tectonic plates, yaani mwendo wa vipande vikubwa vya ardhi chini ya uso wa dunia. Hapa ndipo kitu cha kipekee kilianza kutokea ndani ya Afrika Mashariki, ambacho ni ardhi ilianza kupasuka taratibu, si kwa siku moja, si kwa mwaka mmoja, bali kwa mamilioni ya miaka. Kila karne ufa mdogo uliongezeka kidogo kidogo. Kila mamilioni ya miaka ardhi ilizidi kushuka upande mmoja na upande mwingine kupanda. Hatimaye likaumbika bonde refu sana linalojulikana leo kama bonde la ufa la Afrika Mashariki, yani East African Rift Valley. Hili bonde si dogo, linaanzia Ethiopia, linapita Kenya, Tanzania, Malawi hadi Msumbiji. Ni kama kovu kubwa la dunia linaloonyesha kwamba sayari hii bado ipo hai, bado inabadilika, bado inavuta na kujisukuma yenyewe kutoka ndani. Na ndani ya bonde hili, mabonde madogo madogo, milima na maziwa vilianza kuundwa. Moja ya maeneo hayo ndipo likazaliwa ziwa Natron. Ziwa Natron halikuzaliwa kama ziwa la kawaida lenye maji safi yanayotiririka. Lilitokana na mchanganyiko wa mambo matatu hatari na ya kipekee. Kwanza, ardhi ya bonde la ufa ilikuwa ikizalisha mabonde yaliyoshuka chini yakikusanya maji ya mvua na mito midogo. Pili, eneo hili lilikuwa na hali ya ukame mkali, hivyo maji mengi yalikuwa yanayeyuka haraka kuliko yanavyoingia. Tatu, na hii ndiyo muhimu zaidi, kulikuwa na shughuli za volkano zilizoendelea chini ya ardhi. Hapo ndipo mlima Oloinyo Lengai unapoingia tena kwenye hadithi yetu. Mlima huu bado unaishi hadi leo, bado unatoa mlipuko wa mara kwa mara chini ya ardhi, lakini tofauti yake kubwa ni kwamba lava yake si ya kawaida. Ni lava ya kipekee sana duniani, yenye kemikali nyingi za carbonatite ambazo zikichanganyika na maji ya eneo hili zinabadilisha kabisa tabia ya ziwa. Badala ya kuwa ziwa la maji safi, Natron likawa ziwa la kemikali kali. Maji yake yakaanza kuwa na kiwango cha juu sana cha alkali, kiasi ambacho kinaweza kuathiri viumbe wengi wanaojaribu kuishi humu. Kadiri miaka ilivyopita, mvua ziliponyesha, maji yalikuwa yakijaa kwenye bonde hili, lakini kwa kuwa hakuna mtiririko wa kawaida wa kutoa maji, yani outlet, maji yalikuwa yakikaa hapa kwa muda mrefu sana, na jua kali la Afrika Mashariki likafanya kazi yake. Lilikunywa maji yote safi taratibu, likiacha nyuma chumvi, madini na kemikali nzito. Hapa ndipo ziwa Natron likaanza kupata tabia yake ya kipekee duniani. Ziwa ambalo linaweza kuwa na joto kali, maji yenye kemikali kali na rangi inayobadilika kulingana na msimu. Lakini bado hadithi haijaisha, kwa sababu ndani ya mazingira haya magumu sana, maisha bado yalijifunza njia ya kuendelea kuwepo.
Na jambo la kushangaza zaidi likaanza kutokea. Maji ya ziwa hili yakaanza kubadilika rangi, wakati mwingine yakawa ya kijani hafifu, wakati mwingine mekundu kama damu, na kile kilichoonekana kama eneo la kifo ikaanza kuwa mahali pa uzazi kwa mamilioni ya kiumbe mmoja wa ajabu zaidi Afrika Mashariki. Lakini kabla hatujaingia huko, lazima tuelewe kitu kimoja muhimu zaidi. Kwa nini maji ya ziwa Natron yanaweza kufikia kiwango cha kemikali kali kiasi hicho, na nini hasa kinachofanya rangi yake ibadilike kama haiishi katika dunia ya kawaida? Ukisimama mbele ya ziwa Natron kwa mara ya kwanza, kuna kitu ambacho hakikosi kukushtua kabla hata hujafikiria kuhusu historia yake, ambacho ni rangi yake. Rangi yake si ya bluu kama maziwa ya kawaida, si ya kijani tulivu kama unavyotarajia. Wakati mwingine inaonekana rangi ya pinki iliyofifia, wakati mwingine nyekundu kali kama damu, na wakati mwingine lina rangi ya machungwa inayochanganyika na kahawia nzito. Na hapa ndipo watu wengi huanza kujiuliza, je, hili ni ziwa la kawaida kweli, au kuna kitu kinaendelea chini ya uso wake? Jibu lake haliko kwenye hadithi za laana au nguvu za ajabu. Lipo ndani ya sayansi ya maisha madogo sana ambayo macho ya kawaida hayawezi kuyaona. Haya ni maisha ya cyanobacteria. Cyanobacteria ni viumbe wadogo sana wanaoishi kwenye maji yenye chumvi nyingi na mazingira magumu sana. Wana uwezo wa kuishi sehemu ambazo viumbe wengine wengi hawawezi kabisa kustahimili. Na ndani ya ziwa Natron, ambapo maji ni ya alkali nyingi na joto linaweza kupanda sana, lakini viumbe hawa ndio watawala wa mazingira haya. Jambo la kushangaza zaidi si tu kwamba wanaishi hapa, bali ni jinsi wanavyobadilisha ziwa lote kuwa kioo cha rangi ya damu. Cyanobacteria huzalisha rangi maalum ndani ya miili yao ili kujilinda dhidi ya mwanga mkali wa jua. Rangi hizi zinapoongezeka kwa wingi, hasa wakati wa jua kali na uvukizi mkubwa wa maji ya ziwa huanza kubadilika taratibu. Kwanza yanakuwa na kivuli cha kijani hafifu, kisha yanachanganyika na madini yaliyo ndani ya maji, halafu polepole yanageuka kuwa nyekundu au pinki kali. Ni kama ziwa linaanza kujipaka rangi yake yenyewe kulingana na hali ya mazingira. Na hii ndiyo sababu watu wengi wanaotazama picha za ziwa Natron kwenye mtandao hudhani ni eneo la kutisha au la kiroho. Lakini ukweli ni kwamba huu ni mchakato wa asili kabisa unaotokea katika mazingira yenye chumvi na joto kali. Lakini bado kuna kitu kingine kinachoongeza utata wa ziwa hili, ambacho ni kiwango chake cha kemikali. Maji ya ziwa Natron yanaweza kufikia kiwango cha alkali kali sana, ambayo ni pH 10 hadi 12. Hii ni sawa na baadhi ya kemikali zinazotumika viwandani kusafisha au kuyeyusha mafuta mazito. Ndiyo maana viumbe wengi hawawezi kuishi humu. Ngozi, macho na viungo vyao haviwezi kustahimili mazingira haya kwa muda mrefu. Na hapa ndipo siri ya ziwa Natron inapokuwa ya kushangaza zaidi. Wakati ambapo mazingira haya ni magumu kwa viumbe wengi, kwa wengine ni paradiso. Na viumbe hao si wengine bali ni flamingo wa Afrika Mashariki. Mamilioni ya flamingo huja hapa kila mwaka, si kwa bahati mbaya, bali kwa sababu maji haya yanawapa kitu ambacho hakuna mahali pengine wanapoweza kupata. Moja ni usalama wa kuzaliana bila wanyama wengi wanaowawinda. Lakini kabla hatujaingia kwenye siri ya flamingo hawa, bado kuna swali moja kubwa ambalo linahitaji majibu. Je, ni kweli kwamba maji haya yanaweza kuhifadhi viumbe waliokufa hadi waonekane kama sanamu za mawe? Au hiyo ni imani potofu
na hadithi za kusadikika za watu walioona picha za kushangaza katika ziwa hili. Kama kuna sehemu moja iliyofanya ziwa Natron lijulikane duniani kote, basi ni picha zile zilizosambaa mtandaoni, picha za ndege waliokufa pembeni ya maji. Lakini kilichowashangaza watu sio kifo, bali ni jinsi miili yao ilivyoonekana, ambapo ilionekana kama imegeuka kuwa mawe. Miguu migumu, mabawa yakiwa yamesimama kama sanamu, macho yakiwa yameganda, kana kwamba kiumbe huyo alikamatwa ghafla akiwa hai na akageuzwa kitu kisicho na uhai wa kawaida. Hapa ndipo simulizi zilipoanza. Watu wakaanza kusema, hili ni ziwa la laana, lina nguvu za kugeuza viumbe kuwa mawe na ni mahali pa hatari kuliko sehemu yoyote duniani. Lakini ukweli wa kisayansi unaeleza kitu tofauti kabisa na cha kushangaza zaidi. Ziwa Natron haligeuzi wanyama kuwa mawe. Badala yake lina uwezo wa kuhifadhi miili ya viumbe waliokufa kwa njia ya asili sana inayotokana na kemikali zake kali. Hebu tuelewe hatua kwa hatua. Maji ya ziwa Natron yana kiwango kikubwa sana cha alkali na chumvi. Hii inafanya mazingira yake kuwa kama aina ya kibandiko cha asili cha kuhifadhi. Wakati mnyama mdogo kama ndege au popo akianguka ndani au karibu na maji haya, mwili wake huanza kupoteza maji haraka sana. Chumvi na kemikali zilizo kwenye maji huvuta unyevu wote kutoka kwenye tishu za mwili. Mchakato huu kwa lugha rahisi unaitwa dehydration. Badala ya kuoza kama kawaida, mwili unakauka kwa kasi na kubaki umesimama katika nafasi ile ile iliyokuwa nayo wakati wa kifo. Ndiyo maana unaona kama amegeuka kuwa sanamu, lakini ukweli ni kwamba hajageuka kuwa jiwe. Amehifadhiwa tu kwa njia ya asili kama mdhemami wa Misri, lakini bila utaratibu wa binadamu. Na hapa ndipo watu wengi walipokosea kuelewa picha hizi. Picha zilizosambaa duniani zilionyesha viumbe hawa kama vitu vya kutisha, lakini hazikuonyesha mazingira halisi yaliyowazunguka wala sababu ya kisayansi nyuma ya tukio hilo. Na jambo la kushangaza zaidi ni kwamba kifo cha viumbe hawa si kitu kinachotokea kwa wingi kama watu wanavyofikiria. Kwa kawaida, ndege hawa hawafi kwa kugusa maji tu kama hadithi zinavyosema. Wengi wao hupotea kutokana na uchovu wakati wa kuruka, kukosa mwelekeo au kugongana na maji au mazingira wakati wa kuruka chini sana ya maji haya. Na miili yao inapofika kwenye mazingira ya ziwa Natron, ndipo mchakato wa kuhifadhi unapotokea. Lakini bado, hata baada ya kuelewa ukweli huu, swali kubwa linaendelea kubaki. Kwa nini viumbe wengi wanaonekana kushindwa kabisa kuishi hapa, lakini kuna kundi moja la viumbe ambao limegeuza ziwa Natron kuwa nyumba ya wodi ya uzazi? Hapa ndipo tunajiuliza kuwa kwa nini flamingo wanarudi kila mwaka, mamilioni kwa mamilioni, licha ya mazingira haya magumu? Na zaidi ya yote, je, kuna faida gani ya kimaisha kwao kuchagua mahali hatari kiasi hiki? Kuna jambo moja ambalo linapinga kila mantiki ya kawaida kuhusu maisha. Mahali ambapo viumbe wengi hukimbia kwa hofu, kuna kundi moja la ndege ambalo halikimbii. Linarudi kila mwaka, mamilioni kwa mamilioni, na makazi yao muhimu zaidi duniani ni ziwa Natron. Kwa nje inaonekana kama uamuzi usio na maana. Kwa nini ndege wachague kuishi kwenye ziwa lenye maji ya alkali kali, joto kali na mazingira yanayoonekana hatari? Lakini kwao ziwa Natron si mahali pa hatari, ni mahali pa uhai wao kuanzia. Flamingo hawa wana tabia ya kipekee sana ya uzazi. Hawazalii sehemu yoyote ile kwa bahati tu. Wanahitaji mazingira maalum sana ambayo yana vitu vitatu muhimu. Kwanza, mahali salama, mbali na wanyama wengi wanaowawinda. Pili,
maji yenye chumvi nyingi ambapo viumbe wengine hawawezi kuishi. Na 3, utulivu mkubwa wa mazingira wakati wa kuzaliana. Na ukweli mkubwa ni kuwa ziwa Natron lina hivi vitu vyote vitatu. Kwa sababu maji yake ni magumu sana kwa wanyama wengi. Hakuna wanyama wengi wanaoweza kuwawinda flamingo au mayai yao. Hii inawapa nafasi ya kipekee ya kulea watoto wao kwa amani. Lakini siri kubwa zaidi iko kwenye chakula chao. Flamingo wanakula viumbe wadogo wanaoitwa cyanobacteria na mwani wanaoishi kwenye maji ya alkali. Hawa viumbe wadogo ndiyo chanzo cha rangi yao ya pinki na pia ndiyo chanzo cha nguvu zao. Kwa maneno mengine, ziwa Natron linawapatia chakula, ulinzi na mazingira ya kuzaliana kwa wakati mmoja. Ndiyo maana kila mwaka wanaporudi huwa ni tukio la ajabu na la asili lenye kushangaza. Anga hujaa maelfu, halafu mamia ya maelfu na hatimaye mamilioni ya flamingo wakiruka kwa mpangilio wa kuvutia sana. Wengine hushuka taratibu kwenye maeneo ya kina kifupi ambapo maji ni salama kwa kutaga mayai, na hapo ndipo maisha mapya huanza. Lakini maisha haya si rahisi kabisa. Vifaranga vya flamingo ni dhaifu sana mwanzoni. Wanategemea kabisa mazingira kuwa tulivu na salama. Hivyo muda wa kuzaliana ukiharibiwa au maji yakibadilika kupita kiasi, kizazi kizima kinaweza kuathirika. Ndiyo maana watafiti wa mazingira wanasema jambo moja muhimu sana, ambapo ziwa Natron ni moja ya maeneo muhimu zaidi ya uzazi wa flamingo duniani. Kama litaharibiwa, idadi kubwa ya flamingo ndani ya Afrika Mashariki inaweza kushuka kwa kasi kubwa sana. Lakini ziwa Natron si tu hadithi ya ndege, ni pia hadithi ya binadamu wanaoishi karibu nalo. Kando kando ya ziwa hili kuna watu wanaoishi maisha yao ya kila siku kwa kuvumilia mazingira haya magumu. Watu wanaojua siri za ardhi hii, wanaoielewa historia yake na wanaoishi kwa amani na nguvu za asili zinazowazunguka. Watu hawa ni Wamasai. Wana hadithi zao na uhusiano wao wa kipekee na ziwa hili pamoja na mlima wa Ol-Doinyo Lengai. Kuna maeneo duniani ambapo mazingira huwa magumu kiasi kwamba maisha ya kawaida hayawezi kabisa kustawi. Lakini kwa watu wa jamii ya Wamasai, eneo la ziwa Natron si tu mahali pa kuogopesha, sababu kwao ni nyumbani. Karne kwa karne, Wamasai wameishi kando kando ya maeneo haya ya ukame, joto kali na ardhi iliyojaa chumvi na vumbi la volkano. Wamejifunza kusoma ishara za asili, kuelewa tabia ya wanyama na kuishi kwa uwiano na mazingira ambayo kwa mtu mwingine yeyote yanaweza kuonekana kama hayafai kabisa kwa maisha kuwepo hapa. Kwao ziwa Natron si ziwa la laana kama baadhi ya picha za mtandaoni zinavyodai. Ni sehemu ya dunia yao ya kila siku, na cha kushangaza zaidi ni uhusiano wao na mlima unaolinda eneo hili kwa ukimya wake wa milele ambao ni Ol-Doinyo Lengai. Kwa Wamasai, huu si mlima wa kawaida, huu ni mlima wa Mungu. Jina hili halikutokana na hadithi tu, bali lilitokana na heshima kubwa walionayo kwa nguvu za asili zinazotokana ndani ya mlima huu. Wamasai huamini kwamba mlima huu ni mlango wa kiroho unaounganisha dunia na nguvu za juu. Hata kama sayansi inaeleza kwamba ni volkano hai inayotoa lava ya kipekee sana duniani, kwao bado mlima huu unabaki kuwa sehemu takatifu. Kila mara mlima huu unapotoa ishara za shughuli za chini ya ardhi, jamii inayozunguka hapa hujua kwamba dunia bado ina pumzi, na hii imekuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Lakini maisha ya kando kando ya ziwa Natron si rahisi. Ukame ni wa mara kwa mara, maji safi ni adimu, joto linaweza kuwa kali sana mchana, na usiku unaweza kuwa na upepo mkali unaopita kwenye bonde
kama sauti ya dunia inayohema. Hata hivyo, Wamasai wamejifunza namna ya kuishi hapa bila kupingana na mazingira, bali kwa kuyaheshimu. Ng'ombe wao ambao ni sehemu muhimu ya utamaduni na uchumi wao huongozwa kwa umbali unaofaa ili kuepuka maeneo yenye chumvi nyingi na maji yasiyofaa. Ingawa Ziwa Natron linaonekana kama eneo hatari kwa wageni, lakini kwa Wamasai lina maana tofauti kabisa. Ni sehemu ya urithi wao, ni sehemu ya historia yao, na ni sehemu ya maisha yao ya kila siku. Lakini bado kuna siri moja kubwa ambayo hata wao hawawezi kuizuia. Siri hii ni mabadiliko ya mazingira yanayoanza kuathiri eneo hili kwa taratibu, ambayo ni mabadiliko ya tabia ya nchi, mabadiliko ya mvua na shinikizo la maendeleo ya binadamu. Kwa sababu ingawa Ziwa Natron linaonekana kuwa mbali na dunia ya kisasa, ukweli ni kwamba dunia ya kisasa inakaribia kuligusa. Na hapa ndipo simulizi yetu inapoanza kuelekea sehemu ya hatari zaidi, sehemu ambayo inazungumzia mustakabali wa ziwa hili. Je, litaendelea kuwepo kama lilivyo leo au litabadilika na kupoteza siri zake zote za kipekee? Kila kitu chenye uzuri wa kipekee duniani huwa na hatari moja ambayo ni kubwa sana. Si kwamba kinaharibiwa ghafla, bali kinabadilishwa taratibu mpaka kile kilichokifanya kiwe cha kipekee kinapotea bila watu kugundua. Na Ziwa Natron pia haliko salama. Ingawa linaonekana kuwa mbali, lenye ukimya na lililojificha ndani ya bonde la ufa, ukweli ni kwamba linakumbwa na shinikizo nyingi zinazoweza kubadilisha hatima yake. Kwanza kabisa ni mabadiliko ya tabia ya nchi. Mvua katika eneo hili haziko thabiti kama zilivyokuwa zamani. Wakati mwingine zinanyesha kwa nguvu kubwa sana, na wakati mwingine hupotea kwa muda mrefu. Hii inabadilisha usawa wa ziwa, kwa sababu Ziwa Natron linategemea uwiano mwembamba sana kati ya maji yanayoingia na maji yanayovukizwa. Kama mvua zikiwa nyingi kupita kiasi, maji yanaweza kupunguza kiwango chake cha chumvi na alkali, na kama yakipungua sana, ziwa linaweza kukauka zaidi na kubadilisha kabisa mfumo wake wa ekolojia. Pili ni shughuli za binadamu. Ingawa eneo hili linaonekana kuwa mbali, kuna mipango ya maendeleo katika maeneo yanayoizunguka. Barabara, shughuli za utalii na matumizi ya ardhi vinaweza kubadilisha mfumo wa asili wa maji yanayoingia na kutoka kwenye bonde hili. Na hata mabadiliko madogo sana yanaweza kuwa na athari kubwa kwenye mfumo huu nyeti wa ekolojia. Tatu ni uharibifu wa maeneo ya kuzaliana kwa flamingo. Kuna sehemu za kina kifupi zikiharibiwa au zikibadilika, flamingo wanaweza kupoteza eneo lao muhimu la kuzaliana, na hii inaweza kuathiri sio tu Ziwa Natron bali pia mfumo mzima wa flamingo katika Afrika ya Mashariki. Wataalamu wa mazingira wamekuwa wakisema jambo moja muhimu. Ziwa Natron si tu ziwa la Tanzania, ni sehemu ya mfumo mkubwa wa maisha wa bara zima, na likiharibiwa, athari zake zinaweza kuenea zaidi ya mipaka ya nchi. Lakini bado kuna matumaini, kwa sababu katika miaka ya hivi karibuni kumekuwa na juhudi za kulinda eneo hili. Watafiti, mashirika ya mazingira na serikali na hata jamii za wenyeji wameanza kuelewa umuhimu wake wa kipekee. Wanajaribu kuhakikisha ya kwamba maendeleo yanapofanyika yanazingatia uhai wa mfumo huu wa asili, kwa sababu Ziwa Natron si ziwa la kawaida, ni maabara ya asili ya dunia, ni makazi ya viumbe maalum, na ni moja ya maeneo machache sana duniani ambapo sayansi, historia na maajabu ya asili ya dunia hukutana katika sehemu moja. Lakini bado swali linabaki akilini mwa kila mtu anayelisikia kwa mara ya kwanza. Je, dunia itafanikiwa kulilinda Ziwa Natron kabla halijabadilika kabisa, au tutakuja kulisoma tu katika vitabu na video za zamani kama moja ya maajabu yaliyopotea? Kila safari ina mwisho wake, na safari yetu ya Ziwa Natron imetufikisha
kwenye hatua muhimu zaidi, si ya historia, si ya sayansi pekee, bali ya ufahamu. Kwa sababu baada ya kusikia kila kitu, baada ya kuelewa maji yake mekundu, kemikali zake kali, mamilioni ya flamingo wake na hadithi zote zilizoizunguka ziwa hili, swali la mwisho si tena ziwa Natron ni nini. Swali ni hili: tunalilindaje? Ziwa Natron limetufundisha kwamba jambo moja kubwa sana kuhusu dunia yetu: si kila kitu kinachoonekana hatari ni kibaya, si kila kitu kinachoonekana cha ajabu ni cha kutisha. Hii inatufundisha kitu kimoja muhimu: asili haikosei, asili haifanyi makosa. Kila kitu kiko pale kwa sababu, hata kama sisi hatuoni sababu hiyo mara moja. Mabadiliko ya tabia ya nchi, shughuli za binadamu na uvamizi wa maendeleo vinaweza kubadilisha kabisa mfumo ambao umechukua mamilioni ya miaka kuumbika. Na kama hilo likitokea, hatutapoteza tu ziwa, tutapoteza historia ya asili, tutapoteza maabara hai ya dunia, na tutapoteza moja ya maeneo ya mwisho duniani ambapo maisha na mazingira yamejifunza kuishi pamoja kwa usawa mgumu lakini wa ajabu. Ziwa Natron linabaki kuwa mfano hai kwamba dunia yetu bado ina siri nyingi ambazo hatujazielewa kikamilifu. Na kila tunapogundua eneo kama hili, tunakumbushwa kitu kimoja: sisi si watawala wa asili, sisi ni sehemu yake tu, na jukumu letu si kuibadilisha bila kujali, bali kuielewa na kuilinda. Kwa hiyo unapofikiria kuhusu ziwa Natron kuanzia leo, usilione kama tu ziwa la ajabu au ziwa la kutisha. Lione kama somo la nguvu za dunia, somo la maisha yanayoendelea katika mazingira magumu zaidi, na somo la umuhimu wa kulinda vitu ambavyo hatuvielewi kikamilifu kabla havijapotea. Huu ndio mwisho wa safari yetu, lakini si mwisho wa maswali, kwa sababu ziwa Natron bado lina siri nyingi ambazo dunia bado haijazigundua, na labda siku moja utarudi tena kulisikia, likiwa bado lipo, likiwa bado linaishi, na likiwa bado linatukumbusha jinsi dunia ilivyo kubwa na ya ajabu kuliko tunavyofikiria. Je, unafahamu nini kuhusu ziwa Natron? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.